kushuhudia tukio hili muhimu la uzinduzi wa jengo la dawati la jinsia na watoto katika kituo cha polisi Tarime. Kwa dhati ya moyo wangu naishukuru pia serikali ya Finland kupitia ubalozi wake hapa nchini kwa ufadhili mkubwa wa ujenzi wa jengo hili kupitia shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu UNFPA. Nawapongeza sana UNFPA kwa uongozi wao mahiri na TGNP kwa usimamizi thabiti wa mradi huu. Kwa kushirikiana karibu na Jeshi la Polisi mkoa wa Polisi Tarime Rorya. Hii ni alama ya ushirikiano wenye tija baina ya serikali, mashirika ya kimataifa na jamii yetu kwa ujumla. Uzinduzi wa jengo hili si tu tukio la kitaasisi, bali ni ishara ya upendo, utu na dhamira ya kweli ya kuwalinda waliopo katika mazingira hatarishi, hasa wanawake na watoto wanaokumbana na ukatili wa aina mbalimbali. Pia naomba nitoe shukrani zangu za dhati pekee kwa serikali ya Finland kwa ufadhili wao wa ujenzi wa jengo hili kupitia shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu yaani UNFPA. Vile vile nawapongeza mtandao wa jinsia ya Tanzania TGNP kwa usimamizi madhubuti wa ujenzi huu, wakishirikiana kwa karibu na dawati la jinsia na watoto makao makuu na ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa polisi Tarime Rorya. Ushirikiano huu ni mfano bora wa mshikamano kati ya wadau mbalimbali katika kulinda haki na ustawi wa wanawake na watoto. Mwisho lakini si kwa umuhimu, naomba niwashukuru wananchi wote mliohudhuria hafla hii ya kihistoria. Natambua mmeacha shughuli zenu nyingi tu, lakini kwa uzalendo wenu mmeona muipe umuhimu shughuli hii ya leo. Na siku zote tunasema shughuli ni watu, bila watu shughuli haiwezi kwenda. Afande mgeni rasmi, katika miaka hivi karibuni kumekuwa na juhudi mbalimbali kutoka kwa serikali na wadau wa maendeleo katika kuelimisha jamii kuhusu haki za binadamu, hasa katika kuzuia na kushughulikia masuala ya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji dhidi ya watoto. Juhudi hizi zimeanza kuleta mwamko mpya miongoni mwa wananchi, jambo ambalo linathibitishwa na takwimu rasmi zilizokusanywa. Takwimu za nchi nzima kwa mwaka 2024 zinaonyesha kuwa matukio ya ukatili wa kijinsia kwa watu wazima yaliripotiwa yalikuwa ni 23,782 ikilinganishwa na matukio 22,147 kwa mwaka 2023. Hili ikiwa ni ongezeko la waathirika 1935 sawa na 7.4%. Pia matukio ya unyanyasaji dhidi ya watoto yaliripotiwa kwa mwaka 2020 yalikuwa 15,474 ukilinganisha na 15,301 kwa mwaka 2023, ikiwa ni ongezeko la waathirika 173 sawa na 1.1%. Tukiangalia takwimu hizi zinaonyesha kuongezeka kwa matukio. Hii ni ishara kuwa elimu imeanza kuzaa matunda, kwa kuwa wananchi sasa wamejitokeza kuripoti matukio hayo ambayo awali yalikuwa yanaonewa aibu. Kwa hiyo jamii nyingi zilikuwa haziendi kutoa taarifa. Kwa sasa hivi wanatoa taarifa. Tunajua una majukumu mengi, lakini umeamua kutenga muda kushiriki nasi kwenye uzinduzi wa jengo hili muhimu sana kwa ajili ya makosa hayo ya ukatili wa kijinsia, lakini pia na watoto. Kama RPC alivyosema, makosa hayo kwa sasa yamepungua kwa kiasi kikubwa sana. Ni kwa sababu kazi inafanyika, sio hivi hivi. Lakini ni muhimu kuwepo kwa jengo hili, na kama taarifa ilivyosema liko hapa na Zanzibar. Sisi tumeona tumependelewa sana. Lakini pia nichukue nafasi hii kumshukuru na kumpongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Namshukuru kwa sababu ya mahusiano yake mazuri ambayo ameyajenga na ndugu zetu wa Finland. Tumeweza kupata ufadhili wa ujenzi wa jengo hili. Lakini pia niwapongeze ndugu zetu wa TGNP kwa usimamizi mzuri, na jengo limependeza. Kiukweli limebadilisha mandhari ya wilaya yetu. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Lakini kama alivyosema RPC, makosa haya yamepungua kwa kiasi kikubwa tofauti na historia inavyokuwa inaeleza. Kipindi cha nyuma kweli hali ilikuwa mbaya, sasa hivi yamepungua kwa kiasi kikubwa, lakini hatuwezi kukata tamaa au tukakaa kimya kwamba yamepungua tuache. Kwa hiyo tunaendelea kupambana tuhakikishe hali yanapotea kabisa. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninao furaha ya kipekee
kuwa nanyi leo katika tukio hili muhimu la makabidhiano ya dawati la jinsia na watoto la polisi hapa Tarime, mkoa wa Mara. Mbele yetu hili si tu ni jengo lililojengwa kwa matofali, mabati na saruji na kadhalika, lakini pia ni tamko, ni uthibitisho wa dhamira yetu sote kwa pamoja ya kulinda, kusaidia na kuwawezesha wanawake na watoto wanaokumbwa na ukatili na unyanyasaji. Ni sehemu ya maono mapana ya jamii yenye kutaka haki na usawa, ambapo kila mtu, hususan wale katika mazingira magumu, wanaweza kuishi kwa heshima na bila kuwa na hofu. Dawati hili kama ambavyo umeshasikia limejengwa chini ya program ya Chaguo Langu Haki Yangu, mradi unaotekelezwa na UNFPA kwa kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jeshi la polisi, mtandao wa jinsia TGNP na mashirika ya watu wenye ulemavu kwa msaada wa kifedha kutoka serikali ya Finland. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu ambazo hazikuweza kuzuilika, tumeshindwa kuwa na wawakilishi kutoka ubalozi wa Finland siku ya leo. Hata hivyo, tunaamini kwamba yote yanayofanyika hapa na yatakayozungumzwa yatawafikia. Juhudi zenu ni muhimu kuhakikisha huduma zinazowajali waathirika wa ukatili wa kijinsia zinapatikana kwa urahisi na ni huduma jumuishi. Tunatoa pia shukrani za dhati kwa serikali ya Finland kwa dhamira yake ya kuendeleza haki za wanawake na wasichana, si tu kwa sera bali pia kwa hatua madhubuti. Ushirikiano huu umeleta mabadiliko makubwa katika maisha ya maelfu ya wanawake na wasichana nchini Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, miaka kadhaa nyuma, wanawake na wasichana na watoto wamekuwa wakipata changamoto kubwa pale wanapokabiliwa na masuala ya ukatili wa kijinsia. Lakini sasa tunaenda kuzindua jengo ambapo wataweza kupata huduma jumuishi katika mazingira ambayo yana utulivu, wafanyakazi ikiwemo askari waliopewa mafunzo ya huduma inayomjali mwathirika, nafasi ambapo atapata wasaa kusikilizwa, kuaminiwa na kulindwa. Tatu zilizotumika kutembelea kata 12, takriban watu 9,000 wamefikiwa na elimu hii, na makanisa madhehebu mbalimbali yapatayo 26 yamefikiwa na elimu afande, na mialo mingi ya samaki imefikiwa na elimu hii. Tunaamini itaacha athari hapa Tarime Rorya. Afande mgeni rasmi. Ndugu mgeni rasmi, mradi huu uliazimia kujenga madawati 3 katika mkoa wa Shinyanga, Mara kwa bara na Unguja kwa Zanzibar kwa gharama ya mwanzo ya milioni 450 kwa yote matatu. Hiyo ni kwenye ujenzi, na milioni 90 kama sehemu ya kununua vifaa, na kuleta jumla ya milioni 540 kwa yote matatu. Ila kutokana na mfumuko wa bei wa manunuzi ya vifaa na ujenzi, tulilazimika kuhakikisha kwamba tunapunguza jengo moja ili kuwa na majengo mawili ambayo yatakuwa ni ya ubora. Na kwa kufanya hivyo tungeweza kuboresha jengo zima kulingana na ramani mpya ambayo ilikuwa ina maboresho ya quality na standard, lakini pia kuweza kuwa na vifaa ambavyo vitawasaidia waratibu wa dawati. Kutokana na mfumuko wa bei wa manunuzi ya vifaa na uboreshaji wa ramani, majengo haya mawili badala ya ile milioni 540 iliyowekwa kwa mara ya kwanza, ilibidi tuongeze na kufikia milioni 588 kwenye ujenzi na milioni 138 za matumizi ya vifaa vyote vya majengo haya mawili, hivyo kufikia milioni 726 jumla. Kwa jengo hili la Tarime tu ambalo linaenda kuzinduliwa leo na wewe mgeni rasmi, limegharimu shilingi milioni 300, na hii milioni 300, milioni 232 ni ujenzi wote wa kukamilisha mpaka hapo lilipofikia, lakini milioni 68 vifaa vya jengo hilo. Kwa kushirikiana na maafisa wa polisi wanaosimamia madawati ya jinsia na watoto Tanzania, tuliweza kutanabali uhitaji mkubwa wa madawati haya na kufikia haya maeneo mawili, yani bara na visiwani. Hivyo kwa bara ikawa ni Tarime na kwa visiwani Unguja.
Safari ya ujenzi. Ndugu mgeni rasmi, safari yetu ilianzia mwezi wa 7, 2024 baada ya kupewa kibali cha ujenzi na kuanza mchakato yakinifu wa kuainisha wajenzi, huku tukichukuliwa swala la uzito uliojitokeza kwenye bei na vifaa bila kuondoa ubora wa majengo haya. Ila sambamba na ujenzi, tunayo mafunzo kwa wasimamizi wa madawati, uhamasishaji wa wanajamii, na katika muendelezo wa mradi huu tutakuwa na kazi ya kuendelea kuboresha vifaa vya kusaidia uratibu wa madawati ya jinsia na watoto. Pongezi. Ndugu mgeni rasmi, Mtandao wa Jinsia Tanzania ingependa kuleta shukrani zake za dhati kwa wafuatao mbele yako kwa kazi kubwa waliofanya kufanikisha kazi hii. Wa kwanza ni serikali ya Finland kwa kuwekeza kikamilifu katika kuondoa vitendo vyote vya ukatili na kuhakikisha wanawake na wasichana wanaishi katika jamii yenye usawa. Shirika la UNFPA kwa kuwa wadau bora katika kusimamia masuala makuu ya kufikia maazimio ya maendeleo endelevu, yani Sustainable Development Goals, na maendeleo ya watu kwa kubuni miradi chochezi ya kuleta usawa wa kijinsia. Nipende kuwaongezea kongole kwa kuwa wasikivu na utayari wao wa kufanikisha jambo. Tukumbuke hapo mwanzo fedha iliyokuwa imewekwa kwa ajili ya ujenzi ilikuwa ni milioni 540 kwa majengo matatu, lakini ilipo lazimu fedha kuongezeka walikuwa mstari wa mbele, na baadaye tukaweza kumalizia majengo yote kwa ubora kwa gharama ya milioni 726. Kipekee nipende kumtambua kaka yangu Dr. Amir Batenga ambaye ndio msimamizi wa shirika letu ambaye yuko hapa, lakini pia na Dr. Majaliwa. Hawa ni wasimamizi walioona usikivu na utayari wa kuhakikisha mahitaji ya kijinsia yanatimilizika.